Karibu tena mtazamaji wa The Chanzo kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tunayafanya hapa The Chanzo. Na leo tumepata fursa ya kutembelea ofisini kwetu hapa na Bwana Deogratius Mahinyila ambaye yeye ni mwenyekiti taifa wa baraza la vijana la Chadema au Bavicha. Tutakuwa naye hapa Bwana Mahinyila kuzungumza kuhusiana na mambo mengi, harakati zake yeye kama kijana, lakini vile vile mambo yanayoendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa sasa, pamoja na siasa za nchi yetu na mustakabali na hatima ya nchi yetu. Mimi ambaye nitakuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni wako wa kawaida, Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera, Shafii Hamis, tunakukaribisha sana. Leo bwana, karibu sana The Chanzo. Nashukuru sana kakaangu Khalifa, nashukuru sana. Swali la kwanza nataka kuuliza ni sasa hivi unaendeleaje? Kwa sababu kwanza ile Septemba 15 na kile kilichotokea kwenye viunga vya mahakama kuu, masjala ndogo ya Dar es Salaam na purukushani zenu na polisi, ulipotoka pale ulikwenda hospitali? Nilipotoka mahakamani nilienda polisi. Nilikuwa polisi mpaka ile jioni usiku nilivyopewa dhamana. Nilipopata dhamana ile jioni usiku, na baadaye kesho yake ndo nikafuata hizo taratibu zingine kwa maana ya kuangalia afya, lakini kiujumla namshukuru Mungu. Kwa sasa niko salama. Hujaumia? Maana unajua video ile labda pengine wanaweza wakaiflash hapo tukaiona. Inakuonesha umeng'ang'aniwa na njemba zile, alafu kuna vyuma pale na nini. Kwa hiyo nikisema sijaumia nitakuwa nadanganya kwa namna ambavyo purukushani zilivyokuwa. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba kulikuwa kuna virungu pale pia. Kwa hiyo namshukuru Mungu, naendelea vizuri, niko sawa. Ilikuwaje? Mimi mwenyewe nashangaa, sijui hata ilikuwaje. Kwa sababu kwa sababu polisi wao wanasema kwamba kwa mujibu wa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Bwana Jumanne Muliro alisema kwamba polisi walichukua maamuzi waliochukua kujihami. Akisema kwamba wewe na wenzako kutoka Chadema mlikuwa mmepanga kufanya fujo. Kwa mfano alisema, namnukuu, Chadema walianzisha fujo na kuwashambulia polisi waliokuwa eneo hilo. Askari polisi walijihami na kufanikiwa kutuliza fujo hizo haraka. Kwanza mimi nafikiri sina uhakika kama alivyokuwa anasema kwamba Chadema walileta fujo. Alikuwa pia ananijumuisha na mimi kama hao wanaoita Chadema pengine. Sina uhakika kama maana yake ilikuwa ni hilo. Kwa sababu mimi kilichonipeleka mahakamani siku ile cha kwanza, mimi ni wakili, unafahamu. Kwa hiyo nilikuwa mahakamani kama wakili, ndio maana nilikuwa niko kwenye mavazi ya uwakili. Kwa hiyo sina uhakika kama taarifa hiyo ya Kamanda Mulilo ilikuwa inajumuisha na tukio lililomhusu wakili pamoja na huo wanachadema wake. Sidhani kama taarifa yake ilikuwa inamaanisha ingo hiyo. Ndio maana hata mimi wakati nimeingia pale mahakamani, pale nje nilikuta kuna sintofahamu, watu wanatofautiana, na sikutaka kuingilia hizo tofauti. Nilipita getini nikaingia ndani ya mahakama pale reception, nikaa nazungumza na kiongozi mmoja wa chama kuhusiana hasa nini kinachoendelea huko nje, kwa sababu kulikuwa kuna utaratibu kwa maana chama pia. Sorry, labda of course lazima nifafanue pia hii kwamba wewe sio tu kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo au mwenyekiti wa Bavicha, lakini pia ni wakili kwenye kesi inayoendelea mahakamani ya Lissu, mwenyekiti wenu na muendelea. Kwa hiyo ndio maana nikasema sina uhakika na taarifa ya Muliro ya Kamanda Muliro ilikuwa inajumuisha, akisema wanachadema alikuwa ananiweka na mimi kwenye kundi hilo kwenye mazingira yale, kwa sababu kama nilivyosema mimi ni wakili na nilikuwa pale kutimiza majukumu yangu kama wakili. Ndio maana hata umeona nilivyokamatwa, discussion, maoni ya watu hayakuwa mwenyekiti wa Bavicha, hayakuwa kiongozi wa Chadema, ni wakili, na nilikuwa pale kwa sababu ni wakili, ndio maana nilikuwa nimevaa vile, na nilikuwa pale eneo la kazi yangu kutekeleza majukumu yangu. Kwa wakati niko pale
na sijui sasa pengine hicho alichokifanya Kamanda Muliro pengine na wale askari waliokuwepo pale, pamoja na kwamba wanafahamu mimi ni wakili, pengine wameshindwa kutofautisha kwamba huyu kwa sasa huyu mtu ni nani, yupo hapa kwa nafasi gani, na hata kama ningekuwa pale kwa nafasi ya mwenyekiti wa BAVICHA Taifa, ni kiongozi mkubwa wa chama, nafikiri pia utaratibu ambao hata kama kungekuwa kuna jambo lolote, utaratibu ambao ulipaswa kutumika kwa mujibu pia wa sheria haukupaswa kuwa ule, kwa sababu tunajua nini maana ya ukamataji. Kwa kifupi, mimi wakati niko pale nilishangaa tu anakuja mtu ambaye simfahamu, na lingine kabla sijaendelea, polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi. Kwa bila kuathiri uchunguzi wao, kwa kifupi tu ninachoweza kukisema ni kwamba nilishangaa tunavamiwa na watu wananiambia uruhusiwi kuwepo hapa, ili eneo liko chini ya ulinzi wa polisi kwa sasa, kwa unapaswa kuondoka. Kwa mimi nikashangaa, yani inakuwaje? Mimi ni wakili, niko kazini kwangu, niko eneo ambalo mimi nafahamu. Na unajua mawakili mahakamani ni kazini kwao, wanafahamu wapi wanaruhusiwa kusimama, wapi hawaruhusiwi kusimama, nini wanapaswa kuongea, nini wanapaswa kukifanya. Kwa nini nikamuuliza kwamba yani wewe ni nani, hawana uniform. Hawana uniform. Yes, hawana uniform. Kwa mimi nilishtuka, yani nilishangaa nini kinaanza kuendelea. Na anajitambulisha yeye, hakuna cha kujitambulisha, kwa hiyo anaonyesha yani neno lake la kwanza ni kwamba wakili uruhusiwi kuwepo hapa. Unapaswa kuondoka. Niende wapi? Wewe ni nani? Mimi namuuliza, yani wewe ni nani? Na anakuta wakili. Anaita wakili kabisa kama wewe ni wakili. Anajua kabisa mimi. Maana ungesamehe kama ingekuwa hajui. Kwa hiyo nikamwambia mimi ni wakili, niko kazini kwangu, na unaniambia niende wapi sasa? Akaniambia kwa kumbe hujui unakotakiwa kwenda. Basi ngoja mimi nikupeleke unapostahili kwenda. Ndo zikaanza zile pukushana, kisha mtu amenikamata, anaanza kunitoa nje. Sasa kwa mazingira yale nikaona kitendo hiki sio sahihi. Mimi napaswa kuonesha kwamba hicho unachokifanya sio kitu sahihi na upaswa kumfanyia wakili hivi. Na ulipopelekwa polisi, sababu hapo ndio ulipopelekwa polisi, walikuwa wanasemaje? Walinihoji kwa mashtaka ya kufanya fujo mahakamani. Pia hilo nalo ni jambo ambalo mimi binafsi lilinishangaza, lilinishtua. Nimesema mahali kadhaa kwamba mimi ni wakili, na ni wakili wa kusoma darasani. Yani hii kazi ukiachana na kwamba ni kazi yangu na mimi ni wakili, lakini naupenda uwakili. Nimeshakutana na wanahabari kama wewe Alifa, ukiwauliza kwa nini unafanya hii kazi, anasema sina kitu kingine cha kufanya, basi tunafanya ndo kazi. Sasa mimi sio tu ndo kazi, lakini nina mahaba kama sio mapenzi na uwakili. Kwa hiyo nafahamu vizuri nini napaswa kukifanya, na sio siku ile tu, na siku nyingine yoyote. Nafikiri siwezi kuja kwa mtu ambaye naweza nikafanya fujo mahakamani au kazini kwangu, kwa sababu unajua unachokifanya. Najua kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni formal charge. Yalikuwa ni mashtaka ambayo nilihojiwa nayo polisi, na kwa sababu wao wakikuchukua maelezo wanaendelea na upelelezi wao. Kwa hiyo hatuwezi jua huko mbeleni hicho walichonihoji nacho ndo kitaendelea kubaki kuwa hivyo hivyo au watakuwa na mashtaka mengine yote, lakini walichonihoji ni kuhusiana na kufanya fujo mahakamani. So tumeona Muliro justification aliyotoa ya kufanya kile alichofanya kwa nyinyi mawakili, lakini mimi nataka kupata uchambuzi wako. Unadhani kwa nini polisi walifanya kile walichokifanya? Kwa mtazamo wako wewe. Kwa mtazamo wangu, nafikiri msingi mkubwa uliopo kwenye changamoto hizi, lile sio tukio la kwanza la kuona polisi wanafanya mambo ambayo hujaelewi kwa nini wameyafanya. Tunazo scenarios nyingi sana kwenye taifa letu za namna ambavyo siku chache zilizopita mwenyekiti wa BAVICHA kanda ya kaskazini anaitwa Gaspar Temba alienda kukamatwa na polisi kabisa. Uniform Arusha. Hawakuwa wamevaa uniform. Amekimbia, kama uliona kwenye vyombo vya habari, amekimbia mpaka ameingia benki. Baadaye wamemsafirisha kutoka Arusha, wamemleta Dar es Salaam. Wanamhoji kwenye mashtaka ambayo mimi nilikuwa wakili wake. Ukisikiliza, ukiangalia, unaanza kuona
Yani kwa nini hivi? Mtu ambaye ana anwani, mtu ambaye unaweza kumpigia simu akaja, mtu ambaye unaweza ukafanya hayo unayofanya bila kutengeneza tension au vurugu yoyote. Kwa mimi nafikiri tatizo kubwa la kwa nini polisi wamefanya kwenye tukio langu na kwenye matukio mengine mengi, nafikiri shida kubwa ipo kwenye namna ambavyo polisi wetu na jeshi letu, polisi wetu wanafundishwa, wanatambua nini hasa majukumu yao na wanapaswa wayatekeleze vipi. Tumekuwa na jeshi ambalo kwa kweli linatumia sana nguvu kwenye mambo mengi na nguvu ambazo sio za lazima, na ndio maana sisi wengine tunaunga mkono mtizamo wa watu kwamba tunapaswa kuachana na utaratibu wa kuwa na unadhani sababu unadhani kuna motive nyuma ya, kwa sababu kwa mfano kwenye hili la mahakamani kwa mfano ile tukio la mahakama kuu ilikuwa sijui kama ni la kwanza kwa mahakama kuu, lakini tuliona tukio lingine lilitokea Kisutu wakati nadhani ndio mwenyekiti wenu anafikishwa Kisutu kwa mara ya kwanza. Nadhani kulitokea kitu kibaya sana pale, mpaka vitu vingi vya ajabu vilitokea. Na mimi ninachojaribu kuwaza ni kwamba could there be an explanation? Could there be a motive? Yes. Sasa na mimi katika kujibu swali hilo kabla sijaizungumzia motive, kiuhalisia kuna motive. Hawa watu wameelekezwa kufanya vile. Lakini sasa kabla hatujafika huko ni lazima, kwa sababu motive pia haiapply kwa kila mtu. Yani wewe hata kama ukiambiwa na nani ufanye kitu fulani, kama na wewe unajijua mimi ni nani, napaswa kufanya nini, kuna namna utaweza kujua ni approach gani unapaswa kuitumia. Ndio maana natengeneza msingi kwanza wa hata hawa watu ambao wanaelekezwa kufanya hivyo vitu ni watu ambao hivi kiuhalisia wanafahamu nini wanapaswa kukifanya. Kwa hiyo hilo nadhani mimi ndio tatizo la kwanza la msingi. Lakini jambo lingine la pili ni hiyo motive. Watu tunafahamu wote aina ya kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo ni kesi ambayo haihitaji akili nyingi sana ujue kwamba ni kesi ya kutengeneza, ni kesi ambayo mamlaka haitamani watu waifuatilie, ni kesi ambayo kuwepo kwa wananchi pale inawakera mamlaka. Kwa hiyo ni lazima vifanyike vitendo tu vya kuwafanya wananchi wasifuatilie hiyo kesi na jambo hilo lisiwe hadharani. Kwa nafikiri walikuwa kwenye utekelezaji wao wa kuhakikisha zile hila za kumfungulia huyu mtu mashtaka na pengine kuendeleza mambo hayo yanayoendelea, kuhakikisha hata umma pia usiwe sehemu ya kufuatilia mashauri hayo. Kwa hiyo polisi wanaweza wakamprovoke yoyote. Umeona wananchi tu wa kawaida wanapigwa virungu, unaanza kujiuliza askari 5 wanampiga raia mmoja, raia ambaye hakuna namna anaweza kuwadhuru wale askari. Kwa hiyo vitendo vile vinakuonesha ni kwa namna gani kwamba mambo haya ni mambo ambayo kuna hiyo motive ya au watu wanatumwa kufanya vitu kama hivyo. Yes. Hili swala la polisi kutumia disproportionate force, yani kusema nguvu zisizoendana na kitendo anachokifanya, nguvu kupitiliza, ni jambo ambalo limeshalalamikiwa sana. Ripoti nyingi zimeshatoka zikilalamikia hili jambo. Kwa mfano hata tume ambayo Rais Samia Suluhu Hassan aliiunda chini ya Jaji mstaafu Othman Chande alizungumzia hili na kutoa mapendekezo na kusuggest mapendekezo. Unadhani nini kinasababisha hizi reforms kuto kufanyika ndani ya jeshi la polisi? Cha kwanza mamlaka yenyewe imekuwa ni wanufaika wakubwa wa hayo matendo ya jeshi la polisi. Kwa mfano umetolea mfano wa hiyo tume ya haki jinai. Ripoti yake inazungumza kwamba kunayo shida kubwa sana. Tunapaswa kuondoka, na ndio maana mwanzo nilikuwa nakwambia kuhusiana na habari ya kuwa tunayo hiyo tunayo police force. Kwa nini watu wanasema tunapaswa kuondoka kwenye kuwa na jeshi la namna hiyo, tuwe na police service? Kwa sababu tumerithi, hili ni jeshi, tumerithi mifumo ya kikoloni. Yani jeshi la polisi linafikiri liko pale kuhakikisha linailinda mamlaka. Kumbe wajibu wa msingi tunaambiwa kila siku ni kuwalinda raia na mali zake. Sasa kama mentality, kama vichwani bado hiyo dhana haijaeleweka, maana yake hakuna namna hizo reforms zikawa rahisi kufanyika. Kwa sababu nikutolee tu mfano, sisi kwenye siasa kila siku tunalalamika. Mimi nimegombea udiwani kata ya Berege mwaka 2020. Sio jambo la ajabu kumuona polisi ana kibegi kinakura. Sasa unaanza kujiuliza, yani hawa polisi ambao wanatumika kwa staili hii
ni rahisi mamlaka ambao wamekuwa ni wanufaika wakubwa na huo mkono wa chuma wa jeshi la polisi kukubali tu kufanya hizo reforms. Kwa hiyo ugumu wa hizo reforms ni polisi wanafanya kazi ya serikali na huko kwenye siasa tuna ujasiri pia kusema unafanya kazi ya CCM. Kwa hiyo ambao CCM wenyewe of course wanakanusha, sio wanasema kwamba wao hawapendelei hawategemei usaidizi wa polisi au vyombo vingine vya dola. Kwa hiyo kwa mfano kama tukitaka kuhakikisha mageuzi yanafanyika ndani ya jeshi la polisi tunafanyaje? Jambo la kwanza, na hili ndio limekuwa linazungumzwa kabisa na wadau mbalimbali na sisi Chadema pia tumekuwa tunalisema, hili taifa shida yake kubwa ni mifumo, ni mfumo wetu. Dawa ya kwanza, tiba ya kwanza ya shida zote tunazozungumza kwenye taifa letu ni aina ya katiba tulionayo. Kama una jeshi la polisi ambalo IGP anajua kesho rais anaweza akaamka tu akaniondoa ofisini, kama una jeshi la polisi ambalo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ni mkuu wa wilaya, mtu anaweza kaa amekulia tu huko, mkulima wa karanga kule kwa mfano kwetu Dodoma, au ni mtu tu ambaye ameibuka kokote alikoibuka, anaambiwa wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Wewe unatoa maelekezo kwa OCD, kwa RPC. Sasa kwa utaratibu huo unategemea huyu mtu ambaye na yeye anapaswa kutimiza majukumu yake ambayo amejifunza, ameenda shule, halafu mfumo unawataka watu ambao hakuna vetting yoyote inayohusiana na uwezo wao wa kuweza kujua anaweza kudili vipi na vyombo vya ulinzi na usalama. Automatic hao watu watachukua tu maamuzi yoyote. Kwa hiyo msingi wa kutatua changamoto hizi, wa kwanza ni lazima turudi kwenye mfumo mzima, na huo mfumo hatuwezi kuubadilisha bila kubadilisha katiba, kwa sababu katiba ndio inayotengeneza msingi wa kila kitu kwenye taifa letu. Na hili la kuhusu mfumo linanikumbusha kwamba hotuba ya Rais Obama akiwa rais wa Marekani alivyokuja Afrika, alitembea nafikiri nchi kama 3, Ghana, South Africa na Tanzania. Wakati wa Afrika tunatamani kwamba pengine kuna jambo lolote kubwa Obama atalisema la kutusaidia Waafrika, lakini Obama alisema kwamba Africa doesn't need strong men, it needs strong institution. Yani ili si tutoke Afrika tulipo, tunahitaji kuwa na taasisi imara. Sasa msingi wa imara wa taasisi kwenye taifa letu ni lazima tuwe tuna katiba bora na katiba ya wananchi ambayo itaweza ambayo mgombea wa Chama cha Mapinduzi wa urais kwenye uchaguzi wa 2025 ameahidi kuwapatia Watanzania. Hicho nacho pia mimi naweza nikasema, amesema ndani ya siku 100 za kwanza sijui kama nimesahii, lakini moja kati ya pledges zake akichaguliwa kwenye uchaguzi, vyovyote itakavyokuwa Arifa, ukiniambia kwamba amesema kwenye ilani ya mwaka 2025, mimi nitakuuliza tu, unafahamu ilani ya CCM kuhusu katiba mpya mwaka 2015 ilisema nini? Hicho ambacho kimesema 2025 CCM walikisema mwaka 2015 kwamba tutahakisha mchakato wa katiba itapatikana. Lakini mwaka 2020 hicho kipengele cha katiba mpya walikiondoa kabisa CCM. Leo 2025 wamekirudisha. Kwa hiyo ukiniambia kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi amesema leo 2025, mimi nitauliza hiyo ilani ya CCM 2015, lakini si wao watakwambia kwamba watu ni wawili tofauti. Nini kilishindikana? 2015, 2020 CCM ulikuwa na mgombea. Kwa hiyo tunazungumzia watu au tunazungumzia ilani ya Chama cha Mapinduzi? Si mgombea. Ni ilani ya nani? Ni ya Chama cha Mapinduzi. Ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini si unajua mgombea ana nafasi yake, si ndio? Sasa turudi kule. Nilikuwa nakwambia kuhusiana na habari ya mfumo. Yaani kama tunaamini kwamba chama kinaweza kuwa na ilani halafu mgombea wake akashindwa kuitekeleza, halafu leo unakuja kusema tuna mgombea ambaye anaweza kuja kuitekeleza ile ilani ambayo mgombea mwingine alishindwa kuitekeleza. Maana kama taifa kuna mahali tutakuwa tunaumwa. Yaani hatuwezi kuaminishana kwamba ilani ya mwaka huu itatekelezeka ya chama ambacho kinaendesha dola eti itatekelezeka kwa sababu rais atakuwa fulani. Hizo clarification walipaswa kutuambia wao. Ngoja, kwa hiyo wewe huamini kwamba CCM watarudia mchakato wa uandishaji wa katiba? Ninachokisema kwamba sio CCM ndo wanapaswa watarudisha huu mchakato. Wao si ndio wapo serikalini? Yes, sasa na mimi ninachokisema ni kwamba katiba ni nyaraka ya kitaifa, ni nyaraka ya wananchi.
CCM na serikali yao wasidhani wao ndio wenye mamlaka ya kulifanya ili taifa liwe na katiba au lisiwe nayo. Jambo hili ni jambo letu sisi wote kama Watanzania, kwa sababu ni maridhiano ya kitaifa. Mambo ya katiba tukitrace back, lakini leo si utakubali kwamba inategemea pia na utashi waliopo madarakani, hata ilivyokuwa kwenye 2013, si ndio? Kwamba ulikuwa una rais ambaye alibuy in kwenye hiki anachokizungumza kwamba hili jambo ni zuri na aka kickstart hiyo mchakato. Si ndivyo hivyo? Ninachokisema sasa mimi kwenye hilo ni kwamba huo tunaoita utashi ni lazima pia usio utashi wa kimaigizo. Kwa sababu kama kulikuwepo na utashi mwaka 2013, kwa nini tukipata hiyo katiba mpya? Kama leo tunaweza kuambiana kwamba labda viongozi watakao kuwepo kwa sasa watakuwa na utashi. Huo utashi kwa nini wameshindwa kuutumia kwa kuhakikisha tunakuwa tuna marekebisho ya sheria za uchaguzi ambazo zinaweza zikaruhusu Watanzania kuwachagua viongozi wanaowataka? Sasa kama umeshindwa kuwa na utashi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, wagombea karibu 300,000 wa serikali za mitaa wa Chama cha Mapinduzi wote wameweza kujaza fomu na kuwa wagombea. Sasa kwenye mambo hayo madogo utashi umeshindwa kuwa nao. Utakuwa na utashi kwenye jambo kubwa ambalo CCM wanajua kwamba siku ambayo tutakuwa na katiba mpya, siku ambayo tutakuwa na tume huru ya uchaguzi, wao hawatakuwa madarakani. Kwa hiyo unadhani hawako serious? Yaani si kwamba wanamaanisha. Ninachotaka kuwaambia ni kwamba na hiyo ndio inapaswa kuwa quoted kwenye hilo kwamba wanapaswa kuwa serious. Wanapaswa kuamini kwamba hili taifa sio mali yao. Tunapozungumzia katiba haipaswi kuwa kitu ambacho ni mapambano kati ya watawala na wapinzani. Unapaswa kuwa ni mjadala wa kuamua hatima ya taifa. Sasa wanasema if you cannot change by reason, harsh experience will change you. Sasa huu muda ambao tunazungumza kwamba tunapaswa kuwa na katiba, tunapaswa kubadilisha mifumo kwenye taifa letu, watawala wasipofahamu kwamba kuna sababu za kufanya hilo, upo muda utafika, tutakuwa na experience mbaya sana zitakazo tulazimisha tufikie huko. Na hiyo ndio pointi yangu kwamba sio swala la kusema CCM wameamua tu na katiba mpya. Hawapaswi kutafsiri mambo kwa mtizamo huo. Wanapaswa kuamini kwamba huu ni mjadala unaohusu taifa na unaohusu hatima ya taifa, na wasidhani wao wanaweza wakaamua chochote wanachoweza kuamua. Leo nataka nikuulize swala la vijana wenu wa Chadema na ambao ni kwa sababu ni vijana, maana yake hawa ni watu wako kabisa, hawa ambao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha. Naona ni tatizo ambalo lipo Tanzania, linawaathiri watu wengi, lakini Chadema pia ni moja kati ya watu ambao mumeathirika sana kwa vijana wenu kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Nilikuwa nataka nikuulize hili kwako wewe binafsi si swala la kisiasa tu. It is also personal, isn't it? Yeah, kimsingi ni swala lolote linalohusu utu wa binadamu. Ni swala ambalo mimi nikisikia mtu yote anaona kama ni swala la mzaha au ni swala ambalo linaweza likajadiliwa kwa kuangalia tofauti za watu, na mbona huyo mtu kwa kweli hajakomboka kifikra, sio binadamu, hajui maana ya utu ni nini. Kwa hiyo swala la watu kupotea ni swala ambalo kwa kweli lilipaswa kubebwa kwa uzito mkubwa sana kwenye taifa, kwa sababu hatuwezi kuzungumza chochote kama hatutakuwa hai. Yani uhai lakini pia nilikuwa namaanisha kwamba kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa Bavicha na umekuwepo Chadema kwa muda mrefu. Najaribu kuwaza watu kwa mfano kama Deusdedith Soka, ambaye mpaka sasa hivi hatujui yuko wapi. Dionys Kipanya hatujui mpaka sasa yuko wapi. Mdude Nyagali hatujui mpaka sasa ziko wapi. Hawa ni watu ambao wewe ulikuwa una interact nao moja kwa moja, si ndio? Kwa maana namna unavyoliangalia hili jambo ni tofauti na mimi ninavyoliangalia, kwa sababu pengine mimi nilikuwa nawaona tu hawa watu
mtandaoni pengine na kufuatilia matamshi yao, si ndio hivyo kwamba hili ni jambo linakugusa wewe at personal level? Ni sahihi kabisa sana. Yani kuna muda unatoa machozi kwa sababu ukiachana mambo ya siasa ni mambo yanayohusu rafiki zako, watu ambao ulikuwa unashinda nao. Mimi Deusdedith Soka, ukiachana na mambo ya siasa, alikuwa ni rafiki yangu binafsi. Yani ni mtu ambaye kuna wakati mkiwa mjadili siasa, mambo mengine kabisa ya kijamii, unamtafuta, mnakutana, mnazungumza na kufanya mambo mengine. Kwa ni jambo ambalo mimi binafsi linanigusa binafsi sana sana kabla hatujaanza kuzungumza kisiasa. Kisiasa na kwa upana mwingine mkubwa. Na nadhani hiyo ndio ambayo wanasema it get lost. Yani tunaangalia tu kama hawa ni watu wanaharakati, wanasiasa, lakini ni marafiki pia, ni ndugu za watu. Na labda pengine kati ya hawa ambao kwa sababu sisi tunawafahamu kina Soka, kina Mdude, kina Kipanya, BAVICHA mna registry au takwimu za vijana wenu ambao wamekabiliwa na jambo hili, na pengine mnachukua juhudi zozote za kusaidia pengine kupatikana, kuendelea kuendesha vuguvugu la kurudishwa au kitu kama hicho? Kimsingi, na kama chama tumekuwa tuna document hivi vitu. Kama ambavyo unafahamu, siku za karibuni tulikuwa tuna siku ya mashujaa. Kwa hiyo kila siku ya Mungu chama kimekuwa kwenye kazi ya kuhakikisha kinakusanya record na taarifa za watu mbalimbali waliopotea. Sisi kwa mfano kwenye baraza, unajua pia nacho chama ni kikubwa, tunao watu ambao sio viongozi, lakini viongozi tu wa BAVICHA mpaka sasa ambao hawapatikani, hatufahamu walipo. Tunao viongozi zaidi ya 10 au unaotajwa kina Deusdedith Soka, kina Amani Manengero. Tunao viongozi kadhaa na vijana wengine wengi tu ndani ya baraza ambao kimsingi wengine hatuna taarifa zao za ni wapi walipo, lakini pia ziko takwimu za Watanzania wengine wengi ambao wamepotea. Sisi kama baraza la vijana hatuko tu concerned na wanaopotea kama vijana wa Chadema. Tuko concerned na kijana yoyote, kwa sababu sisi tunaamini baraza letu ni sauti ya vijana kwenye taifa letu. Kwa hiyo tunazo pia hata nyaraka nyingine za taasisi nyingine mbalimbali. Kwa mfano chama cha mawakili walitoa ile orodha yao ya zaidi ya watu 80 ambao hawajulikaniki walipo. Kwa hiyo pia sisi ni sehemu ya nyaraka zetu tunazozitumia ku advocate jambo hili. At personal level, wewe unakabiliana vipi na hii hali? Yani kwa mfano, unajua nikijaribu kujiweka kwenye viatu vyako, wewe ni kijana mdogo na waathirika, unajua nitaka kusema neno wahanga, lakini nadhani si neno nzuri. Waathirika kwa hivi vitendo ni vijana kama wewe. Wapo wazee, lakini wapo vijana na pia wapo kwenye chama chako na ambao walikuwa wanaendesha harakati kama unazoziendesha wewe. How do you cope? Unakabiliana vipi na hali, yani kujua kwamba kuna hiyo cause ambayo unapaswa uipiganie, lakini vile vile kuna hii risk ambayo tayari imeshatokea kwa vijana wako. How do you cope? Yani sijui kama unanielewa, lakini na kuelewa vizuri. Na pengine ili nilijibu vizuri swali lako, nitakuwa pengine ndo mwisho wangu wa kukabiliana na hicho unachoniambia. Lakini ambacho naweza nikakisema tu ni kwamba yote tunayoyafanya, mimi ninachokifanya sio kwa sababu nafanya naamini nina ulinzi mkubwa sana au ninaamini kwamba mimi ni mjanja sana, lakini mimi naamini wanasema binadamu wa maana ni yule ambaye ana kitu ambacho fedha haiwezi kununua. Kwa hiyo vijana wa Chadema ni vijana wenye kusudi, wanakusudi, wanalipigania kusudi lao, potelea mbali nini kitawakumba. Na nafikiri hicho ndo kitu cha kwanza ambacho kinatufanya tuendelee kufanya tunayoendelea kuyafanya, kwa sababu tunaamini hatutendi dhambi yoyote, hatumkosei mtu yoyote. Haya tunayoyafanya ni kwa hatima tu ya taifa letu hili. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba hata kama ungeweza kujilinda kwa kiwango gani,
ziko njia mbalimbali ambazo lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tunachukua hatua tunazoweza kuzichukua. Uko uhuru binafsi unaondoka. Sisi ni vijana wadogo, kuna muda unatamani uende wapi, utembee wapi. Kwa kuna mambo binafsi mengi sana kwenye mazingira tulionayo tunayapunguza kwenye maisha yetu ya kawaida. Na kinachomtofautisha binadamu na mnyama, kinachomtofautisha binadamu na ng'ombe au na mbuzi ni mtu. Kuna wakati binadamu unatamani kuwa huru. Na hii ndio sababu ya haya mambo sisi ambayo tunayapigania. Kwa sababu kuna muda binadamu unatamani usiwe kama ng'ombe ambaye amefungiwa tu kwenye zizi. Yaani vijana wa Chadema sasa hivi, watu wa aina yangu, ni lazima wewe unajua uko wapi, uko na nani. Unaenda wapi, unaendaje. Sasa mambo kama haya yapaswi kuwa kwenye taifa la watu waliostaarabika. Kwa hiyo uko uhuru wetu binafsi kwa kweli, kwa hali ilivyo umepungua sana na tunakosa huo uhuru kimsingi. Una hofu kwamba na wewe pengine unaweza ukafikwa na hiyo hofu? Ipo yoyote ambaye anafanya mambo ambayo watawala hawayapendi, au wanayafanya mambo ambayo walikuwa wanayafanya wenzetu ambao hawapo, wakina Mdude, wakina Soka, yoyote anayefanya mambo hayo hawezi kuwa anaishi tu bila kuwa na hiyo alert kwamba mambo haya yapo na yanaweza kunitokea. Kwa hiyo tuko aware na hayo mambo, lakini ambacho pia hata watawala wanapaswa kukitambua ni kwamba hakuna namna watawamaliza watu wenye mtazamo wa aina hiyo. Ndio maana nimesema kutoka mwanzo kwamba if you cannot change by reason, harsh experience will change you. Kwa hiyo hakuna namna tunapaswa kuendelea kuwa treat hivi vijana wa Chadema, vijana wa upinzani, wanaharakati au watu wote wanaowaza katika mageuzi, bila kujali wanafanya shughuli gani, wawe ni wanahabari, wawe ni wanasiasa, wawe ni watu gani. Hatupaswi kutumia utaratibu, kwa sababu kadi ambavyo tutaendelea kuwafanyia hivi ndo kadi ambavyo tutakuwa tunaibua watu wengine wengi kabisa, na pengine tutakuja kujikuta kama taifa tunakuwa na experience mbaya sana huko mbele. Ndio maana nakumbuka maneno ya, nafikiri siku za karibuni, kama sio jana juzi, nimemsikia Askofu Bagonza anasema kwamba kwenye taifa hili kuna watu wana hati miliki ya kuua. Lakini bahati mbaya tu hatuna watu ambao wako tayari kufa. Sasa kauli kama hizi watawala hawapaswi kuzifurahia. Ni kauli ambazo zinatoa tahadhari kwa taifa, na sisi wengine tunatumia fursa hizi kupata nafasi sehemu yote kuzungumza, kuwaambia wenye mamlaka kwamba uhai na maisha ni zawadi ambayo wote tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hakupaswi kuwepo na taifa ambalo kuwepo na watu wenye hisia za kuamini kwamba kuna watu wanaweza kumfanya mtu yote chochote. Mambo haya tunapaswa kuyakemea na kuyakataa bila kusema kwamba wewe ni kijana wa chama gani. Unajua, wewe unazungumza of course katika namna ambayo hata kama haya mambo yanatokea, hata kama yanajenga hofu na kutisha, lakini lazima tuendelee. Kwamba umesema Chadema mna kusudi na hamtarudi nyuma, lakini nilikuwa nawaza kwa sababu wewe ukweli unabaki kwamba wewe ni kijana na nafahamu pia una familia yako, una wazazi, una walezi, una ndugu, na nilikuwa nataka kujua wao wanakwambia nini. Unajua, mimi kuwa mwenyekiti wa BAVICHA Taifa, jukumu langu la kwanza kubwa, kwa sababu kama chama, kama baraza tuna kusudi. Kwa jukumu langu la kwanza ni kuwatia moyo vijana wenzangu kwamba tunachokiamini tunapaswa kukisimamia na kukipigania. Kwa hiyo mimi sio jukumu langu kuwafanya vijana wenzangu wawe na pressure au wawe na hofu tukaacha kusudi tulilonalo. Na kusema hivyo haina maana kwamba mimi sikutani na pressure. Hakuna mzazi ambaye atamuona mwanae anafanya kitu ambacho anaamini kinaweza kikamsababishia hatari binafsi ya usalama. Kwa mimi namshukuru Mungu, familia yangu
Huko nyuma ilikuwa hainielewi, lakini baadaye ilifika wakati ikaona huyu mtu ili ni kusudi lake na hakuna namna tunaweza tukambadilisha. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa familia yangu mimi inaniunga mkono na inaniombea. Na mimi nafikiri pia natumia tu fursa hii kuambia vijana wenzangu kwenye taifa letu kwamba hatima ya taifa iko mikononi mwa vijana. Kwa hiyo sisi vijana kama tunataka watoto wetu na wajukuu wetu waje kulikuta taifa ambalo kwa kweli litakuwa ni taifa ambalo ni taifa la kila mmoja kulifurahia, ni lazima kuna kitu tukifanye. Potelea mbali itatugharimu nini katika kuifikia hiyo Tanzania ambayo tunaitaka. Vizuri. Yes. Unazungumza, unajua unapiga falsafa nyingi. Lakini wa familia ina raise hizi concerns na wewe. Yes. Wanaonesha wasiwasi. Yes, familia kama nilivyosema, familia iko concerned kwanza na usalama wako, kwamba chochote unachokifanya ni lazima uwe makini na nini. Narudia tena, swala la usalama ni tulipofika, yani ufanye nini ili uwe salama. Kama Mdude ameenda kuchukuliwa nyumbani kwake ndani yani, lakini pia lazima pia tubadilishe namna yetu ya kutafsiri haya mambo, ya kuyachambua haya mambo. Leo utasema kuhusiana na vijana ambao ni wanasiasa. Nyinyi wanahabari mnafahamu, tunayo orodha ya wafanyabiashara. Tunayo orodha ya wana CCM. Iko orodha ya watu mbalimbali. Juzi nimemwona rafiki yangu mmoja anaitwa Jose Mahiki magari mtani, analalamika rafiki yake kijana mwenzake wanauza magari tu pale Mlimani City, na yeye kapotea, mtu ambaye hajawahi kusema kokote people's power na nini. Kwa hizi concern za kuhusiana na uhai na usalama wa watu zinakata cross, zinaenda mbali zaidi ya tunaodhani wanaweza kuwa wako kwenye mazingira hatarishi. Yako matukio mengi ambayo yanaweza kaa yaripotiwi, yanaweza kawa ni hatari zaidi kuliko hata tunavyoyatafsiri. Ulishawahi kukutana na mazingira ya kutishiwa? Mazingira ya kutishiwa yako ya namna nyingi. Kupata wasiwasi. Yes, kwa mazingira yetu tulivyo, ukikutana na mtu, lakini hakuna mtu pengine ambaye kukupigia simu kukutisha wewe, kwa sababu hizo zinatokea. Wapo watu ambao wanaweza usitumie hiyo toni, lakini yuko mtu anaweza akakutafuta akazungumza na wewe, lakini mwisho wa mazungumzo tafsiri yake ikawa ni kwamba mtu ananitishia. Kwa hiyo sijawahi kukutana na hiyo inatokea. Yes, hiyo inatokea. Sijawahi kukutana moja kwa moja na mtu ambaye akanifuata hivi akaniambia utafanya kitu fulani, lakini simu unapigiwa. Yes, ambazo zina ujumbe wa namna hiyo kwamba yes. Leo wewe unadhani tumefikaje hapa? Nafikiri tumefika hapa kwa sababu ya kuwa kwenye taifa ambalo watu wamedanganywa sana kwa muda mrefu. Watu wameambiwa sana kwa muda mrefu, alafu hao watu ambao wamekuwa wanatuongoza nafikiri akili zao zimefika mwisho. Sasa kama zimefika mwisho, wanashindwa kushawishi watu, wanashindwa kuona ni kwa namna gani wanaweza kuendelea kuwepo madarakani. Sasa kitu cha mwisho cha kufanya ni kutumia nguvu kubwa kuhakikisha tunaendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo mimi nafikiri tutaendelea kuwa salama kama walioko madarakani, wenzetu walioko madarakani watatambua tu kwamba wanapaswa kurudi nyuma, wafikiri kwamba ili waendelee kuwa madarakani wanapaswa kusimamia ajenda na masuala yanayohusu wananchi. Nitatolea tu mfano, na hili limekuwa ni tatizo la kidunia sasa hivi. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, asilimia 75 mpaka 80 ni vijana wenye chini ya umri wa miaka 35. Sasa kama una taifa ambalo kwenye watu 10, watu 7 ni vijana wenye chini ya miaka 35, na tunaambiwa tatizo la ajira ni kubwa sana. Taasisi ya Police Forum wanasema, kwa mfano, kwenye ripoti zao za mwishoni hapa wanasema kwamba kila mwaka vijana milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira, na vijana 40,000 mpaka vijana 50,000 ndio wana uhakika wa kupata aidha ajira rasmi au zisizo rasmi. Kwa hiyo tuna vijana 900,000 kila mwaka wanaingia kwenye soko la ajira, hawajui wanafanya nini. Sasa ukiwa na wanatoka vyuoni, sio tu vyuoni, wanaofika kwenye umri wa kuajirika, yani kuanzia miaka 16, kwa sababu kuna kijana hajaenda shule. Ndio. Yes, amemaliza miaka 7, miaka 14, ndio, miaka 15, maana yake ameingia kwenye soko la ajira. Huyu mtu ulikuwa unapaswa kujua afanye nini.
Ndio maana mimi nashangaa kuwepo na serikali ambayo yupo kijana na ametrend siku za karibuni, wanaita mtu kazi, anasema mimi niko tayari, kama mnaniua mniue tu. Sasa ukiwa na taifa lenye vijana wa namna ile na wako wengi, sasa ile ni bomu ambalo kuna siku litakuja tu kulipuka kwenye taifa hata kama tukijidanganya. Sasa ukiwa na serikali na watu walioko kwenye mamlaka hawajui wanatatuaje tatizo la ajira, maana yake ni lazima watakutana tu na upinzani wa vijana. Ni lazima vijana watakuwa kinyume tu na mamlaka. Kwa hiyo usipolitatua hilo, usitegemee hao watu wataendelea tu kukushangilia. Sasa na wao kwa vile hawajatambua jambo hilo, wanafikiri njia ya kuwanyamazisha vijana na njia ya kuendelea kuwepo madarakani ni kuendelea kutumia huo mkono wa chuma kufanya wanayoyafanya. Jambo ambalo mimi naamini sio sahihi kufanyika na litatuletea athari kubwa kama taifa. Wewe unatoka Chadema, unadhani chama kinachounda serikali sasa hivi kina uwezo wa kufanya hayo? Na kingekuwa kina huo uwezo, kwanza kingeruhusu uwanja sawa wa watu kuchaguana. Kama nilivyosema hapo awali, CCM nafikiri imefika mwisho. Ndio maana unasikia na wenyewe huko wanalalamikiana mambo ya mitandao, wanafukuzana na kila kitu. Nafikiri CCM imefika mwisho wa kufikiri. Wanasema Waswahili wana msemo wao, wanasema mbwa mzee huwa anapoteza uwezo wa kunusa. Kwa hiyo nafikiri wamefika mwisho kabisa, na hakuna namna wanaweza wakalitoa hili taifa kutoka sehemu moja kwenda. Kwa hiyo mkakati wenu Chadema ni upi? Kwa sababu nyinyi ni chama cha upinzani, ndo nategemea sasa. Hilo alihitaji hata kutumia nguvu kubwa kuijua. Mkakati wenu ni upi wa kurekebisha hili? Cha kwanza tulicho nacho sisi, mkakati wetu mkubwa na wake ujumla ambao kila mtu anaufahamu, ni kuiondoa CCM madarakani. Na tutaiondoaje CCM madarakani? Ndio maana kwa sasa umesikia tunayo no reforms no election. Sisi Chadema tunaamini kwamba CCM wanapaswa kuondoka madarakani na tutumie utaratibu wa watu waliostaarabika kupitia sanduku la kura. Ndio maana Chadema tunasema no reforms no election. Mtu anayesema no reforms no election anaamini katika njia rasmi kabisa za kumuondoa mtu madarakani, kwamba tuwe na uchaguzi ambao utakuwa ni uchaguzi huru, uchaguzi ambao wananchi wataamua nani awe kiongozi wao. Kwa hiyo mapambano ya no reforms no election ni mapambano ya kuhakikisha tunakuwa na taratibu bora kabisa za wananchi kuamua nani awe kiongozi wao, na siku wa Tanzania wakija kupata nafasi hiyo ya kuwa na uwezo, kama ambavyo ibara ya 8 ya katiba yetu inasema kwamba msingi wa mamlaka kwenye taifa ni wananchi. Siku jambo hilo likija kutekelezeka kwa vitendo, ndio siku ambayo CCM itaondoka madarakani. Lakini hamtashiriki uchaguzi, sio? Tena msamiati huo tumekuwa tuutumii kabisa sisi. Sio msamiati wetu kabisa. Lakini ndio ukweli, si ndio? Yaani kwenye uchaguzi huu wa Oktoba 29, 2025 Chadema hamtakuwepo kwenye sanduku. Ndio maana nimesema huo ni msamiati ambao Alifa unautumia kwamba hatutashiriki uchaguzi. Lakini mimi katika kukujibu hilo nitakuuliza kwamba na ndo madai yetu ya msingi kwamba uchaguzi ni nini? Yaani chochote ambacho hakiwafanyi wa Tanzania au raia kumchagua kiongozi, mimi binafsi ukikiita ni uchaguzi, nitajua kuna mahali una shida. Kwa sababu huo hauwezi kuwa uchaguzi ambao vyovyote itakavyokuwa tunamjua mshindi ni nani. Uchaguzi ambao wagombea wanaenguliwa tu. Tena mwaka huu tumeambiwa kuna mambo hayatajitokeza. Bahati mbaya ndugu zangu wa ACT Wazalendo wanajifunza kwa vitendo. Yani wamesema wanaenda kulinda kula, kabla hawajafikia wakati wa kulinda hizo kula huna mgombea. Sasa ukiwa huna mgombea unalinda kula ya nani? Kwa hiyo nafikiri walipaswa na wenyewe kuelewa, na haya mambo ndio ambayo Chadema walishayaona muda mrefu kwamba hakuna uchaguzi. Sasa utaendaje kuunda serikali na huko kwenye hicho unachosema sio uchaguzi? Mapambano yetu ni kuhakikisha, kwa sababu lengo wewe ni chama cha siasa, sio guerrilla movement. Na umesema kabisa hapo kwamba nyinyi mnaamini katika njia za kidemokrasia za kubadilisha uongozi. Ndio maana mapambano yetu kwa sasa sisi ni mapambano ya kudai uchaguzi. Yaani operation. Ndio maana sasa hivi sera ya chama, mpango wa chama, jambo ambalo chama inashughulika nalo mpaka sasa hivi ni kuhakikisha tunapata hiyo hadhi ya hicho kinachoitwa uchaguzi ili tulinde serikali. Na mapambano hayo kakaangu hayataisha leo, kesho na kesho kutwa. Kama Chadema, kama chama tutasimamia. Na unategemea kwamba walioko madarakani ndio wawape hicho? Hawatupi walioko madarakani. Mageuzi, unataka mageuzi yafanywe na serikali iliyopo madarakani. Na hiyo pia nayo ni upotoshaji nafikiri. Tutakosea sana tukidhani
mabadiliko yoyote kwenye taifa hili yatapatikanika kwa sisi kupewa na walioko madarakani. Walioko madarakani sisi tunawaambia kwamba wao wana wajibu. Mifumo bora kwenye taifa hili sio zawadi ambayo wanapaswa wao kuitoa kwa Watanzania, ni madai, ni matakwa ya Watanzania. Kwa hiyo wao wakidhani ndo wana mamlaka wa kuyazuia. Nimesema kama kwenye issue ya katiba kuna utashi pia. Ndio, si lazima kuwe na utashi wa wao kutaka kufanya hicho wanachotaka. Utashi wa kitaifa, sio wao tu, utashi wa kitaifa. Na wao wakidhani ni utashi wao peke yao, nimesema hapa kwamba utafika wakati sasa Watanzania wataamua kuidai, wakianza kutafuta njia nyingine ya kuidai katiba. Kwa hiyo haya mapambano ya katiba, mimi nilidhani utagusia kwamba bado Chadema mnaamini kwenye mkakati wenu wa kuzuia uchaguzi usifanyike. Hilo hatujawahi kuwa na kauli mbili kwenye hilo. Na hilo ndio umekuwa msimamo wetu wa chama kwamba no reforms no election. Kusipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi hautakuwepo. Yes. Na hilo maana yake halijaondoka kwenye meza. Na kingine pia hapo nafikiri watu wakielewe vizuri. Uchaguzi sio mali ya Chadema. Na ndio maana hata sisi sera zetu au hiyo slogan yetu tumeiuza kwa Watanzania. Kwa hiyo Watanzania ndo wataitekeleza hii kazi, na kimsingi ya kuzuia uchaguzi haswa na namshukuru Mungu Watanzania wameipokea vizuri no reforms no election. Ndio maana sasa hivi haujaa wimbo tena wa Chadema. Na sisi Chadema kwa kiwango kikubwa sana tunawashukuru Watanzania kwa sababu wameipokea dhana hii. Na kwa kweli imekuwa ni ya kwao na wanaitekeleza kwa vitendo kwa sasa kwenye maeneo mengi ndani ya taifa hili. Kwa hiyo nyinyi Chadema mnaiangalia Oktoba 29 kwa jicho tofauti. Wengine wanaangalia kama siku ya kupiga kura, nyinyi mnaiangalia kama siku ya kuchochea mageuzi mnayoyataka kwa kuzuia uchaguzi. Sisi operation yetu ya no reforms haiko centered tu kwa siku moja, kwa tukio moja tu la tarehe 29. Yani lakini si ndio siku uchaguzi unafanyika. Yes, na ndio mimi nataka sasa nikuondoe kwenye hicho kiboksi. Yani hakuna maana ya kwamba eti tarehe 29 chochote kitakachotokea tarehe 29 eti ndio Chadema itakufa hivyo. Kwa sababu mapambano ya kudai haki. Yes, na hata hiyo operation sio kwamba tu itakosa maana tarehe 29. Yani madai ya msingi ya raia huwa hayakomi mpaka siku watakapokuja kufanikiwa. Kwa sauti hii ya kudai uhuru wa mifumo ya uchaguzi utaendelea kuwepo na mpaka siku ambayo raia wataona kile wanachokitaka wamekipata. Na la mwisho labda kwenye hilo labda tuko Watanzania ambao watufuatilii vitu. Unajua madai ya reforms kwenye mifumo ya uchaguzi yalishaanza kabla hata uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi kufanyika. Ukisoma ripoti ya Jaji Nyalali 1991 wanasema kwamba taifa hili halipaswi kwenda kwenye uchaguzi wa vyama vingi. Tukiwa na sheria hizi za uchaguzi, mwaka 98 Jaji Kisanga amesema, mwaka 2003 Jaji Makbumani amesema, mwaka 2000 na hiyo kuanzia 11 12 13 Jaji Warioba amesema. Sasa mavuguvugu haya ya kudai mabadiliko au mifumo ya sheria za uchaguzi ni kelele ambazo zilianza siku nyingi sana, na kwa kweli sizioni zikija kukoma mpaka siku ambapo tutafika huko ambako tunatamani kufika. Sawa sawa. Deo bwana, shukrani sana. Wewe bwana ulipokuwa mdogo ulikuwa na ndoto ya kuja kuwa nani? Nilipokuwa mdogo, huo udogo una makundi mawili kwenye historia yangu. Nikiwa mdogo sana mimi nilikuwa napenda sana kuwa mchezaji. Mimi nilikuwa nacheza mpira na nimefanikiwa, nimepata bahati mimi ya kusomeshwa kwenye Sports Academy, shule ya michezo. Kwa hiyo mimi nimesoma form 1 mpaka form 6 kwa ajili ya kipaji. Nimesomeshwa na mpira wa miguu. Kwa hiyo shule ya msingi nilikuwa napenda sana siku moja mimi niwe mchezaji mkubwa na nini, na nao rafiki zangu wengi sana wako wanacheza kwenye ngazi mbalimbali, ligi kuu na maeneo mengine. Lakini unacheza mpira japo sio professional? Yes, kwa sasa nacheza mpira. Namba ngapi? Midfielder, winger, hivyo namba 10 nacheza. Kwa hiyo nimefika sekondari form 2 form 3 nikaanza kupenda kuwa mwanasheria na kuja kuwa wakili, nikaanza kupenda siasa, na turning point yangu ilikuwa nilikuwa nikirudi kule kijijini Berege na waona namna ambavyo kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa kijiji, mtendaji, yani wana mamlaka, yani wana uwezo wa kuamuru chochote, yani raia unaona ndugu wanawaogopa watu namna hiyo.
Sasa ile kitu nikaanza jiuliza, hivi kwa nini watu wanateseka? Yani nikagundua kwamba hawajui sheria na nini. Kwa baadaye nikaanza kuwa influenced na nikiangalia TV, nikiwaona wanasheria wanavyozungumza. Kwa hiyo nikaanza kuwapenda wakina Profesa Shivji. Hivyo nikaanza kupenda uwakili na namshukuru Mungu. Nafurahia ninachokifanya kwa sasa. Na siasa, uliwahi kuwa na ndoto ya kujiunga na siasa? Yes, na kuwa kiongozi wa kisiasa? Na bahati nzuri siasa nilianza kuipenda zaidi kwa sababu kama nilivyokuambia, nilikuwa nakulia kwenye jamii ambayo viongozi ndio walikuwa wanaonea sana watu. Kwa nikaja kugundua kwamba kumbe ukiwa kiongozi unaweza ukawafanya watu wakaishi maisha fulani. Kwa hiyo nikiwa naanza kupenda siasa nikaona nafanyaje hiyo siasa. Nikagundua kwamba ni muhimu pia kumbe kuwa unajua sheria. Kwa hiyo nilipenda siasa na sheria ikaingia pia hapo katikati, kwamba ili niwe mwanasiasa mzuri, niwe kiongozi mzuri, napaswa kujua sheria. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilienda pamoja. So you actually living your dream? Nafurahi sana. Yani nafurahia ninachokifanya. Yes, sana kabisa. Yes, shukrani sana. Na nadhani kwa mtazamo wako, nini kinakatiza ndoto za vijana wengi Tanzania? Wewe umebahatika. Na mimi pia nimebahatika. Kwa sababu na mimi nitamani kuwa mwandishi wa habari, nafanya uandishi wa habari. Na wewe ulikuwa unatamani kuwa wakili, lakini sio vijana wengi. Kwa mfano kama hapa tumezungumza vijana ambao wamepotea, ni ndoto zao zimekatishwa. Unadhani kwa wewe ni mwanasiasa sasa hivi, unachambua mambo kisera na unadhani nini kinakwamisha vijana wengi kutotimiza ndoto zao? Na nyinyi kama wewe kama mwanasiasa kijana, unadhani tunaweza tukaweka sera gani mezani kuhakikisha kwamba hayo mambo hizo changamoto zinarekebishwa ili vijana wengi zaidi waweze kufanikisha ndoto zao na waweze kuishi ndoto zao? Mimi nafikiri ziko sababu kadhaa, lakini jambo la kwanza nafikiri ni uhuru wa kifikra, namna ambavyo watoto wanalelewa, namna ambavyo tunafundishwa. Tumekuwa tupo kwenye vijana wengi au watoto wengi wana ndoto zao, lakini kuna pressure wanakutana nazo, pressure za kimifumo. Anaweza kaa yuko shule anaambiwa unataka kuwa wakili, ukienda chuo hutapewa mkopo. Sasa mimi nimekutana na rafiki zangu wengi walikuwa wanatamani kuwa wanasheria, lakini hawajasoma sheria kwa sababu waliambiwa utakosa mkopo. Na mimi pia niliambiwa hivyo utakosa mkopo. Mimi nikasema at least nichaguliwe kusoma sheria, halafu nikaukose huo mkopo nikiwa huko chuo. Kwa kikubwa ni kwamba hilo la kwanza, tunapeana sana hofu nyingi sana, na hiyo hofu imekuwa ni matokeo ya namna ambavyo watoto wanalelewa, mifumo yetu ya elimu. Lakini jambo lingine hapo kwenye mfumo wa elimu ni kwamba mfumo wetu wa elimu unatutengeneza sana tuwe tegemezi. Mimi nimesoma na rafiki zangu wamesoma primary Kenya tu hapo, reasoning zao ni kubwa sana. Sisi kwenye mazingira yetu mwanafunzi kufikiria tofauti na mwalimu, hiyo ni jinai. Yani kuna fimbo nyingi sana utakula. Sasa kwenye mazingira hayo tunatengeneza watu ambao hawawezi kuzisimamia ndoto zao, hawawezi kuamini kwenye kile ambacho wanaamini ni kitu sahihi. Kwa hiyo mimi naweza nikatumia fursa hii kuambia vijana wenzangu kwamba cha kwanza uwe na kusudi, yani ujisikilize sauti iliyoko ndani yako kwamba unataka kuwa nani. Ondoa hiyo hofu, halafu pigania hizo ndoto zako bila kujali hayo mengine unayoyaona kwa jicho lako la nyama hapo mbele ni mambo gani. Mimi naamini ukiwa una kusudi lolote linawezekana. Na katika ngazi ya kisera, yes. No, katika ngazi ya kisera inakuuliza policy level, yani nini kinapaswa kibadilike? Kwa sababu nadhani kuna hatua ambazo wewe unazichukua kama mtu, lakini kuna mambo pia ya kisera ambayo yapo kwenye nchi. Kwenye hili la kisera ndo kama nilikuwa nasema hapa. Nitakutolea tu mfano. Sisi sera yetu ya elimu inatambua elimu rasmi na elimu isiyo rasmi. Ambacho sisi tunasema sio rasmi Tanzania, China ni rasmi. Muziki, sarakasi ni vitu ambavyo Tanzania sio rasmi. Wewe Halifa, kama mtoto wako anataka kuwa msanii, kuwa mwimbaji, hakuna shule ya serikali ataenda atafundishwa hayo mambo toka akiwa darasa la 2 la 3. Maana yake utalazimika kutafuta pesa umtafutie hicho chuo cha mtoto kuwa mwanamuziki. Wenzetu huko duniani wakijua huyu mtoto ana kipaji fulani, kutoka akiwa chini wanakuza kile kipaji chake. Kwa hiyo ni lazima sera ya elimu itambue hasa kwamba ili
tunufaike. Leo tunasikia serikali ina support mipira, sio kuna goli la mama. Mimi kwa maoni yangu zile zote ni propaganda, kwa sababu kama tungekuwa tunataka kusaidia mpira wa taifa hili, tulipaswa kuwa na serikali ambayo itawekeza kwenye sports academy. Tuwe na academy za kutosha, kwa sababu mpira sasa hivi uko duniani ni biashara, ni pesa. Kwa hiyo kisera ni lazima tujue hasa nini tunawafundisha wanafunzi wetu huko vyuoni, wanafunzi wanasoma nini. Soko la ajira, waajiri wanalalamika sana kuhusiana na aina ya product ambazo zinakuwa produced kutoka kwenye vyuo vyetu. Sawa. Kwa hiyo bwana Deo, unacheza mpira, unasikiza muziki pia? Sana. Na unasoma? Nasoma. Na sasa unasoma kitabu gani? That of War. Bwana Deo, shukrani sana bwana. Nashukuru kwa kuja kututembelea hapa The Chanzo na kuzungumza na wewe kuhusiana na mambo mbalimbali yanayoendelea nchini kwetu. Mtazamaji wa The Chanzo, mpaka hapa ndio tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo tumekuwa tukifanya na bwana Deogratius Mahinyila, mwenyekiti wa baraza la vijana la chama cha upinzani Chadema. Tumezungumza mambo mengi kuhusiana na yanaendelea Tanzania, masuala ya watu kupotea, na ukatili au tukasema brutality ambayo polisi wamekuwa wanashutumiwa nayo, na umuhimu wa kufanya mageuzi kwenye taasisi hiyo, lakini pia mageuzi mengine ya kisera kwa ajili ya kuiwezesha Tanzania kufikia lengo linalotaka kufikia. Mimi ambaye kwa kuendesha mazungumzo haya ni Halifa Saidi, na kwa niaba ya mwenzangu aliyeko nyuma kamera Shafi Hamis. Mpaka muda mwingine, kwa heri. Deo, shukrani sana. Nashukuru sana. Na kila laheri. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana.